kuhoji mara kwa mara ni kuhusiana na maneno yanayotamkwa kwa lugha ya Kiingereza yanayoitwa reforms. Nawakumbusha wanachama, nawakumbusha wananchi, mwaka 2022 Profesa Ibrahim Haruna Lipumba alipokabidhiwa wenyekiti wa TCD, chombo ambacho kinasimamia demokrasia nchi hii, kinachojumuisha vyama vyenye wabunge, baada ya kuona kusuasua kwa mchakato wa kupatikana kwa katiba mpya, akashauri kwenye kikao cha TCD kwamba kwa hali ilivyo sasa hakuna uwezekano wa kupata katiba mpya, kwa sababu chama cha CCM kinaonekana kina mpango wa kukwamisha katiba mpya. Kwa hiyo wakati tunaenda na madai ya katiba mpya, lazima tuwe tuna njia mbadala ya kuweza kupata uchaguzi huru na wa haki ifikapo mwaka 2025. Na hilo haliwezekani kwa katiba tulio nayo sasa. Kwa hali iliyokuwepo kwenye katiba, ni lazima yafanyike mabadiliko mahususi yatakayopelekea kuundwa kwa tume huru ya uchaguzi pamoja na mabadiliko mengine ambayo katika lugha ya jumla tuliyaita minimum reforms. Mwenyekiti wa chama taifa kama mwenyekiti wa TCD alipoyaongea hayo, miongoni mwa vyama vinavyotengeneza TCD vikaamua kususia vikao vya TCD kwa kuwa mwenyekiti anataka minimum reforms, anaona ndiyo njia mbadala, baada ya jicho lake lionalo mbali kuona kwamba CCM haina mpango wa kutuletea katiba mpya. Ukaanza mchakato wa minimum reforms, yakapatikana baadhi ya mambo, lakini wakati hayo yanafanyika, Chama cha Demokrasia na Maendeleo kilisema hakiko tayari kushirikiana na chama chochote katika kudai maridhiano. Nyinyi mnajua kwamba Chama cha Demokrasia na Maendeleo walikuwa na vikao vyao vya kwenda kutafuta maridhiano Ikulu. Mlikuwa mnamuona Mheshimiwa Mbowe na aliyekuwa makamu wake kwa wakati huo Tundu Lissu, pamoja na katibu mkuu wa chama hicho John Mnyika, pamoja na viongozi wengine waandamizi wa Chadema waliokuwa wanaenda Ikulu wakirudi, lakini Watanzania wote hawajui nini kinajadiliwa na Chadema pamoja na viongozi wa serikali kwa wakati ule. Lakini sisi tulikubali kufanya maridhiano kupitia kwenye kikosi kazi cha rais, pamoja na kujua kwamba kikosi kazi kile kilikuwa kina viongozi wengi wanaotokea katika chama cha ACT Wazalendo, wakiwemo Zitto Kabwe pamoja na viongozi wengine kutoka Zanzibar, huku chama cha wananchi CUF kikiwa hakina mwakilishi hata mmoja aliyewekwa katika kikosi kazi. Tuliamini juu ya maridhiano, tukaamini kwamba mchakato ule unaenda kutupatia maridhiano, na kama mnavyojua kafu ni watu wanaopenda maridhiano. Kafu ndio baada ya kuuawa, kuteswa na kufanyiwa matendo yasiyoweza kuelezeka, kikakubali kukaa na watesi wetu, tukajadili kuhusiana na maridhiano. Hatimaye tukaweza kupata serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar kupitia marekebisho ya katiba, mambo ambayo yalipatikana kwa kukaa katika meza na wale waliotupiga, wale waliotuua, wale waliofanya ulawiti kwa ndugu zetu. Kwa sababu ya kuyakumbuka haya, tulikubali maridhiano yaendelee, mjadala wa maridhiano. Lakini hatuwezi kufanikiwa kupata maridhiano ya kweli kama hatutokuwa wamoja, kama hatutokuwa wa kweli, kama tuna ajenda za siri. Katika kupigania maridhiano, chama cha Chadema kiliamua kutengana na sisi, na nyinyi mnajua walikuwa na vikao vyao vya siri mpaka pale ilipofikia wakaanza kutumiana kuhusiana na fedha za Mama Abdul, kwa maana ya fedha za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliyowapa, wakashindana katika mgao, ndipo wakaamua kujitoa katika maridhiano. Lakini wakati huo yakiendelea, nyinyi mnajua Septemba 13 mwaka 2024 Katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Emmanuel Nchimbi akiongea na waandishi wa habari akitoa ufafanuzi kuhusiana na kifo cha Kibao, moja katika mambo aliyoyasema baada ya kuulizwa
na mmoja wa waandishi wa habari kubenea kuhusiana na maridhiano alisema yafuatayo: maridhiano yanaenda vizuri. Yako maridhiano ya aina mbili baina ya CCM na vyama vingine. Kuna maridhiano baina ya CCM na Chadema yanaenda vizuri. Kuna maridhiano baina ya CCM na ACT kwa upande wa Zanzibar, nayo yanaenda vizuri. Kauli hizi zilikuwa hazimaanishi kitu chochote zaidi ya Emmanuel Nchimbi kufichua usaliti wa wenzetu katika yale maridhiano ambayo sisi tunavyoyatafuta tunayatafuta kwa ajili ya Watanzania wote. Na ndio maana hatusemi kwamba maridhiano ya Zanzibar ni kwa ajili yetu. Tunajua ni kwa ajili ya Watanzania wote. Tuliyatafuta sisi, tulipigwa sisi, tuliuliwa sisi, lakini leo miongoni mwa vyama vinavyosherehekea juu ya maridhiano tuliyotafuta sisi Zanzibar ni chama cha ACT Wazalendo. Kauli hii ya Septemba 13 iliashiria kwamba pamoja na maridhiano tunayotafuta baina ya vyama na serikali, kwa kuangalia nini kilifanyika mwaka 2019, nini kilifanyika mwaka 2020, wenzetu wana mawasiliano ya nyuma ya pazia ambayo ni kwa sababu ya interest zao binafsi. Nilidhani baada ya yale yaliyotokea kwa CCM kuwageuka, wangekuwa na akili ya kujikusanya pamoja kwa ajili ya kuona namna gani tunaweza kwenda pamoja kutafuta maridhiano ya kweli Tanzania. Lakini kwa masikitiko makubwa, wiki mbili zilizopita, aliyekuwa kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Zitto Zuberi Kabwe akiongea na wananchi wa Lindi pamoja na mambo mengine, baada ya kuzungumzia habari za reforms katika kile ambacho wao wanakiita Operation Linda Demokrasia, akatoa wito kwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kwamba wakae chini vyama vitatu, wakae chini CCM, ACT pamoja na Chadema, kwa maana ya kwamba wao wanajiita vyama vikubwa, wajadili juu ya namna gani tutaenda kwenye maridhiano. Huu ni usaliti mwingine. Unapata wapi ukubwa katika uchaguzi ambao sote tunakubaliana kwamba ulifisidika? Unapata wapi ukubwa ukawakabidhi Chadema ambao katika uchaguzi uliofisidika walitangazwa kuwa na mbunge mmoja tu katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Unawaachaje kafu ambao katika wizi huo walitangazwa kuwa na wabunge watatu? Unapataje ukubwa katika misingi hiyo? Unapataje ukubwa katika mazingira ambayo nyinyi mnakuwa mna wabunge 4 lakini hamna mbunge hata mmoja aliyetangazwa katika upande wa Tanzania bara, na mnakiacha chama ambacho katika mazingira hayo kimetangazwa kikiwa kina wabunge Zanzibar na kikiwa kina wabunge pia Tanzania bara, kilichoonyesha pamoja na dhuluma bado kimekubaliwa katika pande zote mbili za muungano. Huu ni usaliti, huu ni unafiki, hauwezi kukubaliwa. Na ndio maana tumekuja hapa kuwaambia yale yote yanayozungumzwa na Chadema katika lugha inayoitwa reforms ni mambo ambayo aliyasimamia mwenyekiti wa chama taifa na yalifika katika hatua ya kukubalika. Na moja katika vitu vilivyotokea ni pamoja na kupelekwa katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sheria iliyoanzisha japokuwa kwa jina Tume Huru ya Uchaguzi. Sisi kafu haturudi tena katika kudai reforms. Sisi tunachokidai ni utekelezaji wa reforms, sio kudai tena reforms. Tunapodai utekelezaji wa reforms, tuna maana ifuatayo: tumehitaji Tume Huru ya Uchaguzi iwe huru kweli, wale watumishi wake wasio wa chama chochote kama sheria inavyosema. Tunapomwona Omar Ramadhani Mapuri kama ni mmoja katika viongozi waandamizi wa Tume Huru ya Uchaguzi, hali ya kuwa yeye ni mwenezi wa muda mrefu wa Chama cha Mapinduzi, hapa tunaona haya ni tume gani huru hii inayoenda kutangazwa katika mazingira haya? Tunasema kwa sababu serikali ya CCM inadai au imefanya mchezo wa makusudi kupitisha Tume Huru ya Uchaguzi baada ya kuwa ishateua watendaji wake, inayo nafasi ya kurudi nyuma. Na ndio maana msimamo wetu, tukae chini, tuzungumze, tufanye maamuzi ya makusudi ili tume huru iwe huru kweli. Iwe huru kweli kwa maana ya watumishi wake wote wawe ni huru, wasiotokana na chama chochote, kama iliwezekana, bila ya kuzingatia katiba, tena kwa manunguniko ya Watanzania wengi, kumuondoa aliyekuwa CAG akaondolewa tu kwa agizo la rais. Inashindikana vipi
kuwaambia wale watumishi wa tume wajiuzuru au wapangiwe majukumu mengine, ili watumishi wa tume sasa wapatikane kwa kuzingatia ile sheria iliyopitishwa. Sisi tunasema ngangari ngangari pale pale, jino kwa jino vile vile, ndicho tutakachoenda nacho. Tutalinda kura zetu katika uchaguzi huu, wakituua na watumalize, lakini hatuwezi kususia uchaguzi. Kuhusiana na wenzetu wanaofanya usaliti na unafiki, tunawakumbusha hawa si wanafiki wa kwanza. Wapo wanafiki walioambatana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda katika vita mbalimbali, wakijifanya na wao ni sehemu ya vita, na ilipofika wakati wanaona kwamba Uislamu unapata nguvu au dini zingine pia katika mitume mingine zinapata nguvu, wakatoa kauli za ubaguzi ambazo baadaye ziliwapelekea wakafedheka vibaya. Kwa mfano, walipotoka kule Hunain walisema la irja'na ila almadina la yukhrijanna al'azu minha al'adhall walillahi al'izza walirasulihi walilmu'minin walakinna almunafiqin la yafqahun. Wakasema tukirudi tukifika Madina, kitu cha kwanza tutakachokifanya sisi wenye nguvu, tutawatoa wale madhalili, yani wale wageni waliotoka Maka kwenda Madina tutawafukuza, sisi tubaki wenye nguvu watupu kama wengine wanavyotaka kubaki wenye nguvu watupu. Lakini walijibiwa, nguvu zote ni za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu mwenye nguvu ataendelea kukisapoti chama cha wananchi CUF na kinarudisha heshima yake kupitia uchaguzi. Mheshimiwa makamu mwenyekiti wa chama taifa, karibu uongee na hadhara hii.